vice president, na pembeni yake yuko mwenyekiti wa Young Lawyers Association Mr. Advocate Emmanuel Ukashu, GC member ambao kwa leo tumebahatika kuwa nao. Nitaomba niwataje. Tuko na Mr. Ipilinga Panya, Mr. Barnabas Nyalusi, Mr. Msasa, tuko na Mr. Baraka Mbwilo, lakini vile vile tuko na Mr. Kasim Gila, tuko na Mr. Shilatu, lakini vile vile tuko na Mr. Shirima, na wote tumekuja mbele yenu kwa nia moja kuzungumza na ninyi kwa wakati, lakini ili tuweze kutekeleza na kujulishana mawili matatu ni nini ushauri wa chama chetu cha wanasheria wa Tanganyika katika haya yanayoendelea. Lakini vile vile tuna viongozi wetu mbalimbali wa kamati ambao wamekaa upande wangu wa kulia. Kwa hiyo sitawataja kwa majina mmoja mmoja, lakini wako upande wa kulia. Nadhani labda mnawaona wamekaa, ni viongozi wetu, wataalamu wa kamati husika. Karibuni sana, nashukuru kwa kuja. Ndugu waandishi wa habari, tumewaita leo hapa ili kuweza kuzungumza nanyi kama utekelezaji wa maagizo ya mkutano mkuu wa chama cha mawakili wa Tanganyika. Kama mnavyojua, chama cha wanasheria wa Tanganyika ni taasisi ya kitaaluma iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria kwa lengo la kulinda na kuendeleza taaluma ya sheria, kuhakikisha utawala wa sheria unazingatiwa, pamoja na kutetea haki za binadamu na upatikanaji wa haki kwa wananchi wote. Kwa msingi huo, TLS ina wajibu wa kutoa maoni huru na ya kitaaluma kuhusu masuala yanayogusa haki, sheria na utawala bora nchini. Katika muktadha huo, TLS imefanya tathmini ya taarifa ya tume iliyoongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Othman Chande kuhusu matukio ya ghasia yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Taarifa hiyo ilitolewa tarehe 23 Aprili mwaka 2026 na baadaye kufuatia ufafanuzi au iliyoitwa ufafanuzi wa ziada tarehe 28 Aprili 2026. Kwa sababu ya uwingi, mimi kwa idhini ya baraza la uongozi nitazungumza kwa ufupi, kwa muhtasari, lakini vile vile tutawapa nakala ya mambo yote yaliyojadiliwa kwa kina. Kwa kila mmoja atapata nakala aliyopo hapa kwa wale waandishi wetu wa habari, ili muweze kupata kwa kina ni nini tumezungumza, kwa sababu hizi kurasa ziko zaidi ya karibu 20 au karibia 20. Kwa hiyo tuliona kwamba kuokoa muda, na tunatambua mna majukumu mengine, basi ni jaribu kuparaphrase kile tulichoazimia kama uongozi. TLS inaeleza kuwa tathmini yake imekumbwa na changamoto kubwa kutokana na kutopatiwa au kutokutolewa kwa ripoti ya tume, kwa sababu ambazo wote mlizisikia, jambo ambalo kwa mtazamo wetu ni kinyume na misingi ya uwazi, haki ya kupata taarifa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hali hiyo, uchambuzi umejikita katika hotuba ya mwenyekiti wa tume na maelezo ya baadaye yaliyotolewa kwa umma. Ndugu wanahabari, kama ambavyo wote tunakumbuka kwamba tume ilikuwa na majukumu yaliyoongozwa na hadidu za rejea, ikiwemo kuchunguza chanzo cha ghasia za uchaguzi; pili, kubaini wahusika na malengo yao; tatu, kutathmini madhara yaliyotokea; nne, kuchunguza hatua zilizochukuliwa na mamlaka; tano, kutoa mapendekezo ya kuimarisha utawala wa sheria, haki za binadamu na maridhiano kitaifa. Hata hivyo, TLS inaona kuwa utekelezaji wa majukumu haya
haukufikiwa ipasavyo kutokana na mapungufu makubwa yaliyojitokeza. Chanzo cha ghasia na tathmini ya TLS. TLS inaeleza kuwa chanzo cha ghasia hizo si tukio la ghafla, bali ni matokeo ya mkusanyiko wa matatizo ya muda mrefu ndani ya nchi, ikiwa ni pamoja na mapungufu katika mfumo wetu wa uchaguzi, kukosekana kwa uwajibikaji wa taasisi za dola, malalamiko ya muda mrefu kuhusu haki za binadamu, kushindwa kwa mahakama kutekeleza ipasavyo dhima ya check and balances, ule mlinganyo wa kimamlaka katika mihimili, kutizamana huyu anafanyaje kazi, huyu anatekelezaje. Pale kulikuwa na changamoto ambayo hususan kwenye masuala ya enforced disappearances na watu kukamatwa na kupotezwa. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu yenye changamoto, lakini kukandamizwa kwa uhuru wa kisiasa na kiraia, wengi wanasema civic space, ile hali ya kuminywa kwa hili eneo, tunafikiri ni moja ya mambo yaliyopelekea kile kilichotokea. Kwa hiyo kilichojitokeza Oktoba 29 kilikuwa ni muunganiko wa haya yote. Kwa hiyo na pale ilitokea ni namna tu kama climax, lakini yale yaliyopelekea kwa maoni ya TLS ni haya tu, pamoja na mengine ni haya tuliyoyataja. TLS inaeleza kuwa serikali ilipuuzia kwa muda mrefu ushauri wa wadau kuhusu umuhimu wa mageuzi ya kikatiba na kisheria, jambo lililosababisha hasira na hatimaye mlipuko wa vurugu. TLS ni moja ya wadau wakubwa ambao walijaribu kushauri mapema kabisa kabla mambo hayajaharibika, lakini changamoto kubwa ni kwamba maoni yetu kama TLS ni kwamba serikali ilikuwa haisikilizi, na hata ilipokuwa ikifanya mabadiliko ya kisheria ikiwemo sheria ya uchaguzi, ilikuwa haiendi kuzungumzia kiini au dhima ya kweli ya hitaji la watu. Ilikuwa ikifanya mambo kama kuremba au kutimiza tu kwamba tumebadilisha sheria, lakini ukweli ilikuwa haigusi kile kinacholalamikiwa na watu. Kwa hiyo ilipelekea watu kuwa katika hali ya kukata tamaa, hali ya hasira, na kila mmoja kuona njia pekee ya kufanya ni kutafuta namna ya kueleza hisia zake kwa namna iliyojitokeza. Lakini tulisikiliza hotuba ya Jaji Chande wakati akitoa taarifa yake, lakini kuna mambo kadhaa ambayo kama TLS tuliyabaini, mambo yasiyopungua takribani 7 ambayo TLS iliyabaini. Jambo la kwanza ni ukosefu wa uchunguzi wa kina, kinyume na adudi za rejea walizopewa. Tume imetoa maelezo yasiyo na uthibitisho wa kutosha kuhusu mambo nyeti kama utekaji, kupotea kwa watu na mauaji, huku ikitegemea zaidi taarifa za vyombo vya dola bila uchunguzi huru. Moja ya jambo hili ni kusema watu wamekufa, wako mochwari, alafu wakapotea. Tume inaishia hapo hapo bila kufafanua au kwenda zaidi nini kifanyike au nini kilijiri, walitokaje mochwari, nani aliyekuwepo mochwari. Kwa hiyo sisi, yawezekana taarifa yetu iko hapa kwa sababu hatukupata, yawezekana hichi labda kiko ndani ya ile ripoti tungeweza kukiona, lakini sisi tunazungumza kwa muktadha wa hotuba tuliopewa. Hili ni eneo ambalo lilitakiwa lipewe majawabu, kwa sababu kuna Watanganyika, kuna Watanzania ambao kufuatia ndugu zao kuuawa, kuonekana wakiwa mochwari na baadaye kupotea, mpaka leo hawajapata haki ya kuwasitiri ndugu zao kwa heshima. Kwa hiyo tulifikiri ni eneo ambalo tume ilitakiwa kulipa mkazo
hususan vile swala la watu kutekwa na kupotea. Huwezi kusema watu wanatekwa kimapenzi. Mtu kama Humphrey Polepole huwezi kuniambia ni mtu ambaye ameanza mapenzi ukubwani kiasi ya kwamba anaweza akadanganywa akafichwa chumbani Humphrey Polepole mpaka leo amuone mamake anamtafuta. Haya Mdude katika namna ile, ugomvi wa mapenzi yepi? Kwa hiyo mazingira kama haya tunahitaji majibu ya kina yenye tafiti. Kwa hiyo ilikuwa ni oni letu kwamba kulikuwa na ukosefu wa uchunguzi wa kina. Jambo lingine, kutokuwataja wahusika. Pamoja na kukiri uwepo kwa vitendo vya uhalifu mkubwa, tume haijabainisha nani walihusika wala kutoa mapendekezo ya hatua za kisheria dhidi yao, jambo ambalo lilikuwa kwenye hadidu zao za rejea. Kwa hiyo tulitarajia tume ituambie, sio tena iseme kama ilivyofanya. Vile vile ukosefu wa uwajibikaji. Tume imekwepa kueleza kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu na badala yake kuelekeza lawama kwa watendaji wa chini, jambo ambalo TLS haikubaliani nalo. Tumeona tume ikijaribu kuonyesha kwamba polisi akipewa silaha anatakiwa aitumie ile silaha kikamilifu, akifanya vinginevyo yeye anawajibika personal. Sasa iliendaje kule tume bila kutuambia viongozi walioruhusu watoke na zile silaha kwenda kwenye zoezi la uchaguzi? Nini kilitokea? Watu waliotekwa, nini kilitokea? Haya ni maeneo ambayo tume ilitakiwa kuja na majawabu, lakini badala yake hakuna kitu cha msingi ambacho umma ulikipata. Jambo lingine ni mkanganyiko wa kitakwimu. Takwimu za tume zinatia shaka, hususan baadhi ya maeneo ni kwamba ukilinganisha vifo, ukilinganisha majeruhi na baadhi ya maeneo yanayotajwa na baadhi ya maeneo kutokutajwa kabisa, ambayo yalionyesha kulikuwa na hali kubwa ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa maandamano na ushughulikishwaji wa waandamanaji. Kwa hiyo tulifikiri kwamba ili changamoto za kitakwimu zinatakiwa zifanyiwe kazi ili ziweze kureflect ukweli wa kile kilichojiri. Tunaamini kwamba takwimu zile sio sahihi na hazionyeshi kwa usahihi kile kilichotokea kuanzia kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kukosekana kwa uwazi katika masuala muhimu yaliyoambatana na zoezi hili lote la upigwaji risasi wananchi kwa sababu zozote zile na miingiliano ya hatua zilizoambatana na jambo hilo, mambo ambayo TLS inayaangalia na kujiuliza, ambayo tume haijatuambia chochote. Nani alizima mitandao? Nani alitoa agizo la mtandao kuzimwa? Kuzimwa kwa mtandao kulisababisha hasara kiasi gani ya kiuchumi na kiujamii, na mchango wake ulikuwa upi katika kuwazuia wananchi na majeruhi kufikia huduma stahiki za kunusuru maisha yao? Tulitarajia tume ije na jambo katika eneo hilo. Kwa bahati mbaya hatujasikia lolote. Utekaji na upotezwaji wa raia. Tumeona tume imezungumzia sana swala la polisi na ikaegemea taarifa pekee za polisi ambazo kimsingi tunafikiri hazikutenda haki katika kuzungumzia masuala ya utekaji katika uhalisia wake. Mkikumbuka kwamba TLS ni moja ya wadau ambao tulitoa taarifa kwa umma na iko wazi kwa vyombo vyote ya watu kutekwa. Katika taarifa ya TLS inaonyesha watu kutekwa, utakuta watu zaidi ya 9 walitekwa na vyombo vya dola vikakana kuwa nao, baadaye wakakutikana polisi kwenye vyombo hivyo vya dola. Kwa hiyo tume inapokwepa eneo kama hili na kutokulizungumza au kulichunguza kwa makini, ndio jambo linalopelekea wananchi kuzidi kuwa na tashwishwi na inazidi kuchochea hasira kwa umma. Hatujajibiwa mpaka sasa nani alitoa amri za matumizi ya nguvu kiasi kile.
Nani alitoa amri hilo? Hilo swali halijajibiwa. Tutarajia tume ituambie kuhusu hilo. Nani alihusika na vifo vya raia? Nani alihusika na vifo hivi vya raia? Kwa sababu yawezekana tulikupiga risasi kwa sababu ulikuwa unaandamana. Haya, maiti alikuwa na kosa gani mpaka kupotea mochwari? Umeshamuua, umempeleka mochwari, alikuwa na kosa gani? Tume haijatujibu kwamba maiti zile labda zilileta maandamano au zilileta vurugu kule mochwari, kiasi kwamba zikalazimika zingine zikimbie au zikimbizwe au zifanye. Haya mambo lazima yajibiwe. Huu ni uhai. Msimamo wetu kama TLS kwamba huu ni uhai. Tume ilitakiwa kujibu haya ili kuondoa tashwishwi katika mioyo ya Watanzania. Vile vile suala la ukiukwaji wa haki za binadamu, tume imedogosha madai ya utesaji, ili hali TLS kupitia msaada wake wa kisheria imebaini kuwa watuhumiwa wengi waliteswa, kunyimwa haki zao na kushikiliwa kinyume cha sheria. Wengi mliona watu wamefika wamevunjwa mikono, wengine wamefungwa na katani. Wewe umewahi kuona mtu amevunjwa mikono amefungwa na katani na miti? Mwingine yuko uchi kafika na boksa mahakamani. Mwingine kavaa kadera, unamwona kabisa huyu alikuwa nyumbani amelala. Kakurupuliwa mwanamke hajasitiriwa, anafikishwa mahakamani. Kuna watu hawawezi kutembea, wamevunjwa miguu yote miwili, wengine wamevunjwa mikono. Tume haijasema chochote kuhusu ukiukwaji huu mkubwa. Vile vile kukosa mapendekezo ya fidia stahiki kwa wahanga, ambapo tume ilienda kana kwamba mtu aliyevunjwa mkono sio ya ungu apewe mkono wa bandia alafu aondoke. Lakini tunasahau kwamba kuvunja ule mkono au ule mguu umempunguzia uwezo wa kupata kipato, uwezo wa kushindana katika kuzifikia fursa. Kwa hiyo tulitarajia tume iseme jambo. Lakini katika suala la kuhimiza ukweli, haki na uwajibikaji ili kufikia maridhiano, tume inazungumzia maridhiano, lakini haizungumzii msingi wa ukweli, haki na uwajibikaji ambao ndio kiini ambacho kingeweza kuliponya na kulileta taifa pamoja. TLS tunaamini kwamba tukiwa na ukweli kwamba samahani, mimi ndio nimefanya jambo fulani, ninawajibika kwa hili, ile ni hatua kwenda uponyaji wa taifa. Lakini kumekuwa na hali ya state of denial, yani kila mtu anakataa, na shutuma kubwa zimekuwa zikielekezwa kwa vijana, wengine wanaita Gen Z vijana, jambo ambalo sio kweli. Sababu zote zilizosababisha vurugu za Oktoba kama mnavyoziona ni sababu za wazee kushindwa kuwajibika na kuandaa mfumo wa kisheria. Hakuna sababu yoyote inayohusiana na vijana, kwa sababu tulizoziainisha mbele yenu kama TLS. Tume katika hotuba yake haijatoa mwongozo wa fidia, yani ule ushauri wake ueleze, yani imetoa kitu ambacho kwa kweli ukijiuliza ni kwamba they don't care what happened, jambo ambalo tunafikiri si sawa. Tunatakiwa kila mwananchi aliyeumizwa, aliyeharibiwa mali, tathmini stahiki na ya haki ifanyike na walipwe fidia. Waliopotezewa wategemezi wao waangaliwe hali zao, walipwe fidia kwa mujibu wa utaratibu. Kwa hiyo lisiwe ni jambo la kudogosha, na tusisahau kwamba TLS inachoshauri kwamba ni kweli tunahitaji kuliponya taifa kwa maridhiano, lakini kabla ya kufika hiyo hatua lazima tulei foundation, ambayo foundation iwe ni katika ukweli, haki na uwajibikaji. Ushauri na mapendekezo ya TLS. Tumesikia baada ya taarifa ile kutoka, na ili tuliseme kwamba wakati sisi tukihimiza sheria na baadhi ya maeneo ya kikanuni yafanyiwe kazi, kuna wenzetu walikuwa wanakazana tu amani na utulivu, amani na utulivu.
hawatuambii kwa nini watu walikufa. Ndio maana tunakuja na mapendekezo sasa, kwa sababu tunaona watu tena wanarudi na amani na utulivu, lakini bila kulisaidia taifa kutoka hapa lilipo katika hii changamoto. TLS, ushauri wetu, la kwanza ni kwamba taarifa ya tume ya Jaji Chande kwa namna ilivyotolewa, kwa namna ilivyosomwa na kwa maelekezo yaliyotolewa kwamba it's not for public consumption, sio kwa ajili ya umma, haiwezi kutumika kama suluhisho la mgogoro, kwa sababu hakuna tunachokijua kuhusu taarifa ile, imeenda kwa upana gani, imegusa maeneo gani. Kwa hiyo sisi kama TLS tunaamini kwamba ile haiwezi kutumika tena kama suluhisho la mgogoro uliopo hapa huu wa kidemokrasia. TLS tunapendekeza kuundwa kwa chombo huru, shirikishi na chenye kuaminika ili kuchunguza ukweli wote kwa yaliyojiri kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Tatu, serikali inapaswa kukiri makosa na kuwawajibisha wote waliohusika na ukiukwaji wa haki. Nimekupa mfano, maiti kupotea mochwari sio kitu cha kawaida. Watu kutandikwa risasi wakiwa majumbani mwao sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo serikali lazima ikiri. Kukiri sio udhaifu, ni moja ya hatua ya uwajibikaji inayoleta na kuonyesha uhimilivu na kiwango cha juu cha ustaarabu katika dunia ya kistaarabu, a civilized society. Hatuwezi kuignore maelfu ya vifo kwa kupika data na kusimama juu ya maiti na miili ya ndugu zetu kana kwamba hakuna kilichotokea na walistahili kuuawa. Sisi tumeweka sheria, sheria zile zifuatwe. Anayestahili kunyongwa anyongwe kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo jambo letu kubwa ni kwamba kuundwa chombo huru na shirikishi. Mchakato wa maridhiano lazima uanze na ukweli, uwazi na uwajibikaji. Kumekuwa na wito wa maridhiano ambako Uswahilini tunasema funika kombe mwanaharamu apite. Kwenye swala kama hili hakuna funika kombe. Kuna watu wana majonzi, hawajui watoto wao wako wapi, baba zao wako wapi, wake zao wako wapi, waume zao wako wapi. Kuna mke wa Mdude anakusikia leo unasema tuanze upya turidhiane, wakati aliona mume wake akichukuliwa pale, damu zikimwagwa kama kondoo tu pale sebuleni kwake. Katika mazingira yale utaendaje kwenye maridhiano bila kujua wenzetu wako wapi? Tujue wako wapi. Kujua wako wapi na kuwa tayari kuchukua hatua za kuwajibika itasaidia kuleta maumivu ya ghafla, lakini kuleta hatua za uponyaji kitaifa kuelekea suluhisho la kweli. Kwa hiyo ni hoja yetu sisi kama TLS kwamba mchakato wa maridhiano ni muhimu, lakini uanze na ukweli, uwazi na uwajibikaji. Waathirika wa vifo na majeruhi wanapaswa kufidiwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria za kimataifa, tuna sheria zetu za ndani. Kwa hiyo ni muhimu wakati wa mchakato wetu wote wa kutathmini haya yaliyojiri, swala la fidia sio hisani. Lazima tutathmini uharibifu uliofanyika na tuwajibike kuhakikisha wahusika wanalipwa fidia. Jambo la 7, kuna umuhimu wa kuanza mchakato wa katiba mpya ili kuondoa migogoro hii ya kimuundo tunayoiona. Tumekuwa tukiweka viraka vingi kwenye katiba yetu kiasi ya kwamba you unpatch and patch, kiasi ya kwamba ukiitafuta katiba ya Tanzania ingekuwa ni nguo, ukimwambia mtu hiyo nguo ina rangi gani
hata nyuki anapenda maua, nadhani asingepata sehemu ya kudetect, kwa sababu usingeweza kujua. Kwa hiyo tunahitaji sasa katiba itakayo reflect changamoto za kweli za nchi za kidemokrasia na haya mengine yote tuliyoyataja ya vyombo vya maamuzi, kuzungumza haki za kiraia, haki za kiuchumi, haki za kumiliki ardhi, yaani katiba ambayo ni exhaustive. Kwa sababu wengi hawaelewi kwamba wewe unaweza kumkuta Mmasai ana hasira Ngorongoro ukafikiri ni kwa sababu mdude ya gari 100 anayoingia. Nani anahifadhi? Shuka hapa Kigoma hapa, wananchi wanalia kila siku, wanakimbizwa. Yule unaweza kufikiri ni kwa sababu ameandamana kwa sababu ya tume ya uchaguzi, lakini anaandamana kwa sababu ana uchungu na ardhi yake. He never feels safe. Unasema amehongwa, sio amehongwa, umemnyang'anya. Kuna mtu ardhi ndio future yake. Unamkuta mwananchi kajitahidi kasafisha eneo lake, anatafuta, unafukuza bila kufuata sheria. Tumetoa amri, tumetoa amri, tumetoa amri. Nchi unaendesha amri, wananchi hawaswagwi kama kondoo. Hichi kinachotokea ni dalili ya watu kukata tamaa, kwa sababu uwezo ukamwajiri, anarudi kijijini kwao, anatengeneza shamba lake, unamwambia hili sasa ni hifadhi ya taifa, unamfukuza bila fidia. Haya ndiyo yanayoleta hasira. Watu waliotekwa na kupotezwa wanapaswa kupatikana au taarifa zao kutolewa na kuwekwa wazi kwa umma. Mimi nilisikia wakati watu wakizungumza kuhusu kupotea kwa mtu kama Humphrey Polepole. Hivi mmoja anasema sisi hatukujua, nimemwona kamanda wa juu kabisa wa polisi anasema sisi hatukujua kwamba yuko nchini. Kwani kuna sheria inamtaka mtu akirudi nchini aseme nimerudi, niko nchini? Au nisipotoa taarifa kurudi nchini naruhusiwa kutekwa na kupotea? Haya, wote mmeona ametekwa Polepole, gari lake limeenda kusachiwa bila kufuata utaratibu. Ndugu wanaenda wanakuta gari limekwanyuliwa, milango imefunguliwa ovyo. Hatujiulizi what is happening? Mdude amekamatwa na kutekwa mara ngapi? More than 4 times. Anapigwa, anafanya nini? Hii mara ya mwisho walidhani wamemuua, wakamtupa korongoni, akaokotwa, akanusurika. We all see what happened last time. Haya, nenda kule kina Chochorino kule Mara. Na hili alichagui chama. Ninapomtaja Polepole ni kiongozi wa juu kabisa wa Chama cha Mapinduzi. Wakina Chochorino ni akina nani? CCM wale kabisa. Haya, Mdude upinzani, huyu ni Chadema. Kuna mzee Kanguye, ni nani huyu? CCM. Diwani mstaafu. Kuna Azori Gwanda, mwandishi wa habari. Who is safe? Haya mambo wananchi wanataka majawabu. Ndio maana ya serikali, tunalipa kodi itulinde. Na taifa lolote linaanza na uhai wa watu. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la watu kutekwa, watu wanataka majawabu, sio zile siasa za mtu eti kachukuliwa na mpenzi wake. Hakuna mtu mjinga, mwanaume mjinga unaweza kuchukuliwa na mpenzi wako eti upotee ujifiche, familia yako inalia mwaka mzima umejificha. Labda uko umeficha baba, umefichwa huko sijui Keko sijui wapi. Haiwezekani, au Tarime. Haiwezekani. Mimi nataka kusema ukweli kabisa ni kwamba lazima, hata ndugu yangu Muhee hapa Nyarusi, uwezo ukamficha na ushamba wake wote wake, uwezo ukamficha kabisa. Tumwambie kwamba uendi kwake, anamuona mke wake analia, watoto wake analia, umemficha, atatoka tu. Atakwambia no it can't be, atatoka. Lakini ni mtani wangu huyu, kwa hiyo namjua ni mshamba, ndio maana nimwambia kwamba nawajua. Kwa hiyo najaribu kukuonyesha kwamba hii ni shida. Tuko kwenye shida, huu ni mkwamo. Na tume kama ile inapokuja na majibu kama yale, lile ni janga. It's not an ordinary thing. Yaani ukiona tu taifa limeweza kufikia pale ambapo uhai haumati tena, ni janga. Ndio maana TLS ikaona lazima tutoe hii position kama ushauri wetu kwa jamii na kwa serikali, kwamba hapa tulipo sipo, lazima tutafute namna bora ya kuondoka hapa. Na tuna watu wa kuweza kutuondoa hapa ndani ya nchi, na tukiweza tuwapate nje ya nchi. Tuna watu wenye hii na kesi ya uadilifu, wapo. Hatutaki kuwatumia. Kwa nini? Tunaogopa nini? Siku zote nilisema waje wafanye, watuponye. Uwezo kaenda kwa daktari, unachagua, unamwambia nipe vidonge vya rangi mbili, atakwambia basi jitibu.
Daktari anakufanyia evaluation, anakutibu. Kwa hiyo tunaomba hicho kiangaliwe sana. Watu waliotekwa na kupotezwa wanapaswa kupatikana na taarifa zao kutolewa na kuwekwa wazi kwa umma, na kama wanasema ni mapenzi, polisi watoe. Mwabukusi ametekwa, alifichwa kwa mpenzi wake Mwatatu tarehe fulani na fulani, hataki kutoka. Huku tulienda tufanya nini? Ili wananchi wajue. Si umeshapata fact sasa, data unazo kwamba ametekwa kimapenzi. Haya, Mwabukusi ana deni, unasema Mwabukusi anadaiwa na Ukashu. Alipofuata hili deni tukamtafuta, tumemkuta amehamia kwenda point A, B, C, na ushahidi huu hapa. Sio speculation, kwamba kuna umuhimu wa kuanza mchakato wa katiba mpya. Hilo nimekusha lizungumza na kuwaomba kwamba tulisimamie. Kama nilivyosema, ripoti yetu ina kurasa nyingi sana, lakini vile vile moja ya jambo lingine ambalo tuliagizwa na wenzetu tulizungumzie, ukiondoa ile tume ya Chande ambalo kama nimelieleza kwa upana na tuta circulate hii document, ni wito wetu kwa serikali. Sisi TLS tuko tayari kufanya kazi na serikali. Kama kuna chochote chanya tunachoweza kufanya kulisaidia taifa kutoka kwenye mkwamo, sisi tuko tayari kushirikiana na serikali namna ya kuwafikia wananchi, ili mradi tuongozwe kwa ukweli, haki na uwajibikaji, kwa sababu hii nchi ikipona na sisi tumepona, nchi ikiharibika na sisi tumeharibika. Kwa hiyo TLS tuko tayari kama wadau kushirikiana zote, lakini nia yetu kubwa na msimamo wetu mkubwa ni kwamba tunapofanya haya mambo tuongozwe na uadilifu na uzalendo kwa taifa. La pili, kuna sauti nyingi lakini si zote zinasikika, lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.